Hi everyone, hope you're doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, when Ruto was in Garissa, he talked about people who have little education trying to teach him or advise him on how he should govern this country. Now, that did not sit well with the many Kenyans in this country. Ruto went on to brag about having his PhD. Mimi niko na PhD. Hawa watu wenye hawajasoma. And we were asking ourselves, really, what is the president saying? Because now, remember, he's communicating to Kenyans. And if you check, the latest generation is the one that has gone to school, like almost, we can say, 80 to 90%. Gen Zs. How wamesoma. But now, the parents to Gen Zs, na wale wa nyuma, Ruto akiwa mmoja wao. If you check, you will see education was very expensive at that time, and some were not, there was no better civic education to the parents to make sure that their children are going to school. So you find out that about 40 to 50% of Kenyans of his age, William Ruto's age, they did not go to school. Some who managed to get to school wako tu na certificate, wengine wako na diploma, wachache wako na degree. So when Ruto was talking about PhD, did he knew the level of damage he was doing and the number of people that felt very bad about his statement due to their level of education? Kwa sababu mimi niko na certificate, siwezi advise president, siwezi mwambia chochote. Kwa sababu mimi sijaenda shule, siwezi ambia president anything. That I don't understand anything. Hata kwa akili ya kuzaliwa inamaanisha siwezi fikiria ama hakuna chochote. Those are the questions that Kenyans are asking themselves. A person called Mama Mboga is a person that William Ruto really depended on. People refer to as hustlers, border riders. The narrative that was planted among the masses in 2022, it was forming a government of such people who have been forgotten so much. But his abuse and bragging about PhD is backfiring on him. And Mama Mboga is out here to tell William Ruto what they think and believe, and the reason why Ruto should not be their president anymore. He must go to Sugoi with his PhD to lead people with PhD, and leave Kenyans who do not have PhD to be led by a person of their level who can understand them. Sasa siasa imebadilika, imechukua mkondo mwingine, and the protest is not neither on Kalonzo or Gachagua. It is on William Ruto. Gachagua amesoma, ndio. Kalonzo amesoma, very true. Akina Mudavadi, akina Ruto, akina Raila, they have their papers. But now this war is no longer on neither Kalonzo, Gachagua, or anyone. It is now turning to be a war between William Ruto and the Kenyans who feel that they have a wrong person in office. Mama Mboga is taking this war to the doorstep of one William Samuel Ruto. Good morning. That is why I am coming to speak today with English and Kiswahili. Wewe Ruto uko ulikuwa uko Garissa. Ulituambia ati tunashindana na mtu ako na PhD na akasiju uko na PhD. Kalonzo ako nayo, Gachagua amesoma, Mama Mboga hajasoma. Utajua this time is not belongs for PhD. It is not belongs because you are so educated. Mimi na kuongelesha na Kiswahili leo sikize vizuri sana. Sasa mshindana uko na makura yenu uko na Kalonzo na ng'ombe mkituonesha penye mko matajiri. Lakini nakwambia ukabani kuna Mama Mboga
Kikuyuni kuna mama boga, kwa Hajaruo kuna mama boga, na sasa wakati hii si ya PhD. Hii ni wakati ya mama boga, amebeba hii kiodo, amevaa hii uniformu, ameshoka na nyinyi, na tunafukuza nyinyi nyote muende na huko na mwache kusubua sisi. Na ujue kwanza ukirema uwezi nisikisa, kwa sababu hata sitaki kujua kama mlikuwa mmekosana huko na Kashagwa, ama mlipelekana wapi huko na Kashagwa na akina huyo Kalonzo mmesoma na huko. Makobia sasa Ruto every day call you. Everybody, that is my title in this Kenya. Kwa sababu mnafinya mama boga, mnaambiana maneno ya PhD. Mimi sina PhD, lakini utajua mama boga, this time I'm the one who have a PhD in this Kenya. Na ukirudi hii Kenya, haki ya Mungu utajua mama boga hana akili mzuri. Pale Kanada iko na madigiri yenu na magoroki yenu ya madigiri na PhD. Lakini you know that me this kiodo imenipea PhD. Wewe unasema ukitaka experience ya miaka 30, mimi niko na experience yako ya miaka 2, lakini heri kukaa na shetani kuliko kukaa na serikali kama hii atakataka serikali ya shetani bovu. Na utajua mama boga amechoka. Now I know many are behind me because we are tired Kenyans. Tumebeba fiodo, tumebeba hii uniform, tumechoka. Ndio kuna hiyo serikali yako na ninaiambia ni abnasi serikali baya, serikali bovu, serikali sitaki kusikia hii Kenya. Kwenda huko takataka ya serikali. Kwenda huko na kusikia asubuhi pressure inaenda. Kwenda kabisa na Mungu anisikia, kwenda huko na hiyo serikali yako ya shetani, takataka ya serikali. Kwenda huko na akina Sudu na akina Kimani, kwenda kabisa, hatutaki nyinyi mpaka Raila. Kwenda huko bodo, mtatujua hamtujui. Moko menya mtijoi. Mogo tibio. Now we are continuing with this panel discussion, but just a quick request for those who are watching this channel and you have not subscribed, please consider subscribing. To our returning subscribers, I must say thank you so much. And again, to all our viewers, please give this video a thumbs up. Thank you so much, and back to our discussion. Now, I looked at Ruto's case of so much bragging on education, and even Kenyans are asking, mtu wa bottomist, you studied plants. Wengine wanasema mtu wa misitu. What knowledge does he have about economy? Wewe ni scientist tu wa mimea. But that aside, I looked at his argument and I compared to what happened during a debate and even before the debate between Johnson Sakaja when he was a gubernatorial candidate for Nairobi and Polycarp Igathe, who was also a candidate for the same seat. Polycarp Igathe came out as a person who is well schooled, with clean papers. We all know the situation of the current governor of Nairobi, Johnson Sakaja. The papers from Team University, the papers from Uganda, and all that. That he did not finish his education here in Kenya. Yes, he was enrolled in, but he did not graduate. That means hakumaliza rudi darasani. Sakaja was painted as clueless, an educated person because of the papers. Igathe was fronted as the best candidate with proper education. But when you look at the word that Igathe used on Sakaja during the debate, the people of Nairobi felt that we rather vote for mtu ambaye hajasoma kama sisi. Heri tupigie kura mmoja wetu kuliko wewe mwenye umesoma. Because again there was a challenge. Kwa nini wewe bila ulipewa kazi ya kuwa deputy governor, ulikimbia ukaacha watu wa Nairobi wakisumbuka kwa mikono ya Sonko ambaye hakusoma pia? Ulituacha, sasa umerudi. So, if Ruto was taking it lightly and as a joke, Kenyans are taking it seriously. Mama Mboga is taking it so seriously. You must understand when you talk about watu ambao hawajasoma na wewe ni mwanasiasa, ujue ni kwa kiwango gani unaongelea maneno and how many people are you touching on. Remember, they still have a vote. They will make a decision through the ballot. They can either vote for you or vote against you. Mama Mboga has declared a serious war on Ruto's PhD remarks. They are not interested anymore on his PhD. The interest
is on his type of leadership. And looking on how Ruto is managing the economy of this country, it seems PhD has no meaning. That's why Mama Mboga is saying that ile kitu imebaki ni Mama Mboga kupeleka yeye nyumbani. Mama Mboga are all over. Western, Nyanza, Mount Kenya, Lower Eastern, Northeastern, Nyanza, Coast. They are everywhere. And now, if they unite with one voice and say that we will not allow a bragging president with a PhD that lead us into a limbo to continue serving in our office as the president, he will go home. So already there is an emerging protest card that will result into a protest vote on a ballot in 2027 against one William Samuel Ruto. Kama yale yachukulia kama mzaha, kiurahisi tu, mambo ya kawaida tu, ajue Wakenya wanayachukulia kivitofauti. Na kama anaongelea watu ambao hawajasoma pia wako wengi Kenya. Sana sana wale wa umri wake, kama kuna makaratasi wako nayo ni certificate, wakienda sana diploma. Hizo pia kila degree zake wengine hawana. So his loose tongue might lead him into a political oblivion. Pure Box Sugoi. I don't know your views, but let us know in the comment section to continue with this discussion. Thank you so much and see you in our next video.